Gloria Milimu, KTN. Na vurugu kwa wakati mmoja. Mwili wa mwenda zake Raila Odinga ukiwasili nchini kutoka India ambapo aliaga dunia. Kile kilichoanza kama mapokezi ya heshima ya kitaifa kiligeuka kwa haraka na kuwa tafrani kubwa sana. Mamia ya maelfu ya waombolezaji wakijaa barabarani na kulisimamisha jiji lote la Nairobi. Haman Kamariki alifuatilia matukio haya kwa ukaribu sana na sasa anatuletea simulizi hiyo. Day in honor of the former Prime Minister. Asubuhi na mapema, mapigo ya jiji Nairobi yalibadilika. Don't push them. Oh, wait. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, umati ulianza kukusanyika kabla hata ya kuchomoza kwa jua. Wote wakingoja kumpokea mtu waliazoea kumuita baba, agwambo, engineer, mweledi wa siasa. Jeneza liliporembwa kwa bendera ya taifa liligusa ardhi ya Kenya dakika chache baada ya saa 3 asubuhi, likianzisha msafara mrefu uliojaa hisia. Barabara ya Mombasa iligeuka kuwa bahari ya watu, huku wakipeperusha bendera, matawi wakiimba nyimbo za huzuni na matumaini. Kwa zaidi ya saa 3, msafara ulisonga pole pole kwa mwendo wa kobe, ukimezwa na maelfu ya waombolezaji waliofurika barabarani. Barabara kuu kutoka JKIA hadi barabara ya Mombasa na baadaye barabara ya Thika Road zilifungwa kwa muda mrefu. Wengine walilazimika kuegesha magari yao, polisi wakipambana kutengeza mwanya kwa ajili ya msafara wa heshima. Mamia ya maafisa wa usalama walipelekwa ikiwemo makafani ya Lee. Msafara ambao ulipangwa kuelekea bungeni kwa mapumziko mafupi ulielekezwa upya baada ya umati kujaa zaidi kando ya barabara ya bunge. Hatimaye, msafara moja kwa moja kwa upole ukaelekea uwanja wa Kasarani ambako maelfu wengine walikuwa tayari wamejipanga, wakilia, wakipeperusha bendera, wakimkaribisha shujaa wao wa kisiasa kwa heshima ya mwisho. Na mtazamaji, turejelee taarifa ya awali ambao kidogo sauti